Naam, wa fil hadith, na katika hadithi anasema man kanat lahum ra'atani famala ila ihdahuma, atakayekuwa na wake wawili, atakayekuwa na wake wawili, famala ila ihdahuma, akamili na kulemea kwa mmoja wao, hapo uadilifu umemshinda. Huku analala siku 3, huku siku 1. Mara siku zingi, mara amepotelea huko mwezi, akija hapa anapita tu anapita tu anasala, jambo hapa salama, kuna shida gani? Basi anaondoka. Yeye yuko kule tu, hamkumbuki mke wake wa pili, yeye yuko na mke mmoja tu. Jaa yaumul qiyama, atakuja siku ya Kiyama mtu huyo, wa shiqquhu mailun, na upande wake mmoja umeinama. Yes, alimili upande mmoja, basi atakuja siku ya Kiyama akiwa ameinama upande mmoja, ikiwa ni adhabu kwake kwa jambo alilolifanya hapa duniani, na ni ishara na ni alama kuonesha yule alikuwa anamili upande mmoja kati ya wake zake. Kwa hivyo watu wamesimama wima, na wewe umesimama uko upande na umemili upande mmoja. Yani inaonesha dhahiri kabisa kwamba hii ni adhabu yako wewe, utafufuka nayo siku ya Kiyama, kama ilivyo wale wala riba watafufuka na matumbo makubwa, mpaka akisimama tumbo lile kubwa mno linamzidia, anaanguka. Akisimama anaanguka kutokana na riba aliokuwa anakula. Matumbo yao yamekuwa makubwa sana, wanaadhibiwa kabla ya hukumu. Hiyo ni kabla ya hukumu, anapata adhabu hiyo. Kwa hivyo, na watu ambao wanawake wawili nao wajitahidi katika uadilifu. Pia imekuja katika hadithi nyingine, naha nabiyu sallallahu alaihi wasallam an maili rajul ila ihda nisaihi. Naam, ni sharhi ya hii hadithi. Imekatazwa hilo, kwa maana kwamba katika matumizi na katika kugawa zamu na katika huduma usiwe ni mwenye kumili upande mmoja, bali wake zako uwahudumie kwa namna iliyo sawa.